Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa kituo cha Kenyan Media, hamjambo. Karibu ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Wakenya wameweza kumwandikia Rais wa Marekani Donald Trump barua wakimuomba aweze kumfurusha gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika kutoka Marekani baada ya Susan Kihika kukosekana katika kaunti yake kuweza kuwahudumia wananchi kwa zaidi ya miezi mitano sasa. So kuna taarifa ambazo ziliweza kutolewa kwamba Kihika aliweza kuelekea upande wa Marekani kujifungulia pale, delivery, kujifungulia pale. Na atangia miezi mitano ambayo imepita, Kihika amekuwa kiishi upande wa Marekani. Kitu ambacho kinawashangaza wananchi wakiuliza hivi, kwani katika taifa letu la Kenya sheria inasema kwamba mfanyakazi wa serikali anapewa ruksa ya miezi mitatu, 90 days. Akina mama ambao wameweza kujifungua wanapewa likizo ya 90 days. Kutoka hapo anarudi kazini. Lakini Kihika sasa ameweza kukua upande wa Marekani kwa zaidi ya miezi mitano, kitu ambacho kimeweza kuwashangaza wananchi. Huduma zake zinahitajika katika kaunti yake ya Nakuru, lakini haonekani. So hawa wa Kenya wameweza kuomba Donald Trump aweza kumrejesha Susan Kihika katika taifa letu la Kenya, amfukuze kutoka pale kwa kile ambacho wanasema kwamba kimeweza kuleta upungufu katika utendakaji ama utendaji na utoaji wa huduma kwenye kaunti ya Nakuru. By the way, let me tell you advantages zenye Kihika alienda kutafuta kutoka Marekani. Mtoto mwenye ameweza kuzaliwa upande wa Marekani, hata kama wewe ni Mkenya, umeweza kutoka hapa nchini Kenya ukiwa mjamzito, ufike Marekani uweze kumzalia mtoto wako pale, yule mtoto si Mkenya, yule mtoto atakuwa Mmarekani. Ask our brothers and sisters from America, watakueleza. So, ukiweza kuangalia hapo nyuma, kabla Susan Kihika hajarudi katika taifa letu la Kenya na kuanza kugombea viti vya kuchaguliwa, alikuwa naishi Marekani. Alikuwa anafanya kazi Marekani. Watoto wake maybe ni wa Marekani, wamezaliwa pale, so wako na citizenship ya Marekani. So kitu ambacho Susan Kihika alikuwa anakitafuta ni hichi. Akijifungulia hapa nchini Kenya, mtoto atakuwa Mkenya. Lakini akijifungulia upande wa Marekani, hata kama mtoto ni rangi nyeusi kama mimi, huyu anahesabika kuwa Mmarekani. Sasa imagine kiongozi anatoroka kutoka kwa taifa lake lenye anaongoza, anaenda kutafuta uraia kwa taifa lingine. So ladies and gentlemen, kinaya ni kwamba Susan Kihika ameweza kutoroka nchini Kenya kwenda kutafuta huduma nzuri, kwenda kutafuta matibabu mazuri, kwenda kutafuta huduma nzuri upande wa Marekani, mahala ambapo watamsaidia kuweza kujifungua bila tazwishi lolote. Lakini katika kaunti yake ya Nakuru, kinaya ni kwamba wananchi wanateseka, hawana huduma za matibabu. Mfano, kuna hiyo hospitali ambayo iliweza kufungwa katika kaunti ya Nakuru ambayo inaitwa War Memorial Hospital. Hii War Memorial Hospital ndio wananchi wa kaunti ya Nakuru walikuwa wanategemea kupata huduma za kiafya, kupata huduma za kimatibabu. Lakini Susan Kihika yeye mwenyewe akaweza kufunga ile hospitali
kwa kile ambacho aliweza kusema kwamba palikuwepo na utata, kumaanisha kwamba sasa hivi wananchi katika kaunti ile ya Nakuru wana struggle kupata huduma bora. Kipindi ambapo wananchi wana struggle kupata huduma bora katika kaunti hiyo ya Nakuru, kwenye ile hospitali ambayo, kutokana na ile hospitali ya War Memorial ambayo iliweza kufungwa, ambayo ilikuwa imefunguliwa 1906, wananchi wanateseka, hawana pa kukimbilia. Lakini Susan Kihika, kwa sababu yeye ameishi Marekani kwa miaka mingi, yupo na mahala ambapo anakimbilia. Akakimbilia Marekani, mahala ambapo atakuwa anajifungua, yani services ni mzuri, hata hawezi akasikia uchungu, hata hawezi akahisi chochote, akiacha akina mama katika kaunti ya Nakuru wakiteseka. Ni kinaya sana, wapenzi watazamaji. Kinaya kingine ni kwamba viongozi kama vile Susan Kihika wamekuwa mstari wa mbele kuwaomba wananchi waweze kujiandikisha kwenye mfumo wa SHA ili wapate matibabu. Matibabu yenyewe, ukienda kwa mahospitali hakuna madawa. Matibabu yenyewe katika serikali yetu ya taifa letu la Kenya, watabibu, nurses, wauguzi hawalipwi. Wale magavana, wale viongozi ambao wanatushauri tuweze kuchukua bima ya afya, wao wakisikia hata kijibaridi, wakisikia mwili wao huko na upungufu kidogo, wanapeperushwa kutoka kwa taifa letu la Kenya, wanapelekwa nchi za ng'ambo kwenda kutibiwa pale, kama vile Susan Kihika. Sasa haya mambo ndio yameweza kufanya wananchi kuandikia Donald Trump barua wakimuomba aweza kumfurusha Susan Kihika kuja kwa taifa letu la Kenya, akuje kufanya kazi. Sababu kuna upungufu wa kikazi katika kaunti ya Nakuru. Kwa zaidi ya miezi mitano Susan Kihika haonekani. Kumaanisha kwamba amepita kile kiasi ambacho kimeweza kuwekwa cha miezi mitatu, 90 days. Ameenda 5 months na haonyeshi dalili yoyote ya kurejea katika taifa letu la Kenya. Je, ameunda pesa mzuri, ameunda pesa nyingi mpaka zimeweza kumtosha, mpaka hataki kuchapa kazi? Na mbona viongozi wanatuambia kwamba tujisajili tuweze kupata matibabu kutoka kwa hospitali za taifa letu la Kenya, ili hali wao wakiugua, ili hali wao wakitaka kujifungua wanatoka nchini Kenya, unaenda kujifungulia kwenye mataifa ambayo yako na matibabu mazuri? Si ni kinaya sana? Ni kinaya ukipata viongozi wanasema kwamba tujivunie kuwa wa Kenya, ili hali wao kipindi ambapo wanaugua ama wanataka kuweza kupata usaidizi fulani wa kujifungua, wanatoka nchini Kenya wanaenda kupata huduma kwingine. Sijui wazo lako ni lipi? See you in the next video.